Unakuta watu wapo kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana, wako vizuri, kila mtu anamridhisha mwenzie kwa upande wa tendo la ndoa. Lakini mara baada ya kuingia kwenye ndoa, kuishi pamoja, visanga vinaanza, ugomvi kila siku ni marumbano. Mwanamke analalamika, mumewe hamridhishi wakati wa tendo la ndoa. Shida inakuwa nini hasa? Ni kweli wanandoa wengi huwa wanashangaa kwa sababu mara tu baada ya kuingia kwenye ndoa, ufanisi wa tendo la ndoa ulikuwa katika kiwango cha juu sana. Ndio. Yaani wote walikuwa wanakidhiana, wanaridhishana katika tendo la ndoa. Lakini kadri siku zinavyoenda, mmoja wapo anaweza akawa anapunguza ufanisi au wote kwa pamoja. Kuna mzee mmoja nilikutana naye kaniambia, unadhani sisi ambao tuna miaka 47, 48, unadhani familia nyingi zinashiriki tendo la ndoa? Tendo la ndoa si kitu cha mahususi sana. Tuko kulea watoto. Yes, tuko kulea watoto. Kwa hiyo sio kitu ambacho wana kikamia kama vile ambavyo vijana ambao wako chini ya miaka 40. Umenielewa? Lakini ili liweke wazi kwamba kadiri umri unavyoenda, kama usipozingatia aina ya chakula unachokula, aina ya vinywaji unavyotumia, kama usipozingatia mazoezi, kama usipozingatia muda wa kupumzika, mwanaume lazima ufanisi wa tendo la ndoa unaanza kupungua. Na mwanamke lazima ufanisi wa kushiriki tendo la ndoa huanza kupungua. Sasa imagine umeolewa ukiwa na kilo nzuri, lakini sasa hivi mwanamke una kilo nyingi. Kwa hiyo ufanisi katika tendo la ndoa lazima upungue. Kwa sababu mwanaume jinsi alivyokuwa anakuona una umbo zuri, kabla ya wewe kunenepa. Sasa hivi umenenepa, umejiachia, umechakaa, hauna ule mvuto kama awali. Ndio maana tunasema kwamba mwanamke unatakiwa kujipenda. Umenielewa? Tunapohamasisha watu kupungua uzito, tunaboresha pia na ndoa zao. Tunaimarisha ndoa za watu wengi sana. Umenielewa? Tunakurudisha katika umbo ambalo huyo mwanaume alivyokupenda. Umenielewa? Kitu kingine ni kwamba wanaume kadri muda unavyoenda unazidi kulea kitambi. Mwanamke amekupenda ukiwa hauna kitambi. Ndio. Umenielewa? Labda yeye ilikuwa ni ndoto yake kwamba mimi sipendi mwanaume mwenye kitambi. Kuna wanawake wako hivyo. Anakuambia kabisa mimi sipendi mwanaume mwenye kitambi. Kuna wengine wanasema mimi napenda mwanaume mwenye kitambi. Umeelewa? Kwa hiyo kama wewe ulikuwa hauna kitambi, ghafla binivu umejipata, umeanza kunywa pombe, umeanza kula ovyo, umeanza kuvuta sigara, umejipata wewe mazoezi hakuna, uko busy na washikaji, busy na kazi, matokeo yake kitambi hicho. Kwa vitu kama hivyo vinaanza kupunguza ufanisi wakati mwanzo haukuwa hivyo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatengenezeka na ni mambo pia ambayo unaweza ukayazuia endapo ukiwa na elimu ya kula. Ndio maana waga nashauri hivi. Katika kitu muhimu sana Mwenyezi Mungu anatakiwa kuwapa wanandoa ni elimu namna ya kula. Yaani upate elimu ya lishe bora. Ukikuta familia yoyote baba na mama hawana elimu ya lishe bora, yani wanajichimbia kaburi la umaskini. Umeelewa? Kwa sababu si wao tu watakuwa kila siku wanakesha kusugua bench kwenye hospitali hii kwenda hospitali nyingine. Watoto wao pia watakuwa ni wahanga wa madaktari fulani kila kukicha, kwa sababu hawazingatii aina ya vyakula unavyokula. Kwa sababu asilimia kubwa ya maradhi ambayo yanasumbua si maradhi ya kuambukiza. Asilimia kubwa yanayopeleka watu hospitalini, asilimia kubwa ya maradhi ambayo yanapotezea pesa nyingi watu wengi ni maradhi yanayotokana na kula. Sasa tazama familia nyingi wanaingia kwenye ndoa wakiwa hawana elimu ya kula. Hicho ni chanzo kikubwa sana kwa nini tendo la ndoa huenda linafifia kadiri siku zinavyoenda. Hivi inawezekana mwanaume akafika kileleni, akamwaga yale maji ya kiume, lakini asiweze kutungisha ujauzito? Ni kweli kuna wanaume wengi tu tumekuwa tukishuhudia sisi madaktari kwamba amekuwa na mwanamke, amekaa naye kwa muda wa miaka 8 au 10. Mwisho wa siku kutokushika mimba kwa mwanamke kumetenganisha ndoa.
mwanaume akaenda hivi, mwanamke akaenda hivi. Mwanamke akienda kuolewa na mwanaume mwingine, yule mwanamke anabeba ujauzito. Alafu huyu mwanaume anaenda kuoa mwanamke mwingine, lakini habahatiki kupata tena ujauzito, yani kutungisha ujauzito. Kwa hiyo ina maana ya kwamba hapa shida ipo kwa mwanaume. Mbali na kwamba mwanaume unaweza ukawa uko lijali, unamridhisha mwenza wako vizuri kwenye tendo la ndoa, mwanaume unaweza ukawa uko vizuri, unamwaga maji ya kutosha, maji ya kiume, lakini bado yale maji yakawa hayana mbegu ambazo ni hai. Kwa sababu tunapopima ubora wa yale maji ya kiume ambayo unamwaga, tunaangalia wingi, tunaangalia kama zile mbegu zimekamilika, zina kichwa na zina kiwiliwili na zina mkia, na tunaangalia pia zile mbegu zinavyokuwa zinaogelea kulifuata yai. Zinaogelea vipi? Zinaogelea kwa kwenda mbele au zinaogelea kwa kuzunguka pale pale? Umeona? Alafu pia mwanamke huwa ana ute ambao huwa anauzalisha akiwa yuko danger. Ule ute hausaidii tu mwanamume aweze kuingia vizuri kwenda kuweka mbegu za kiume, lakini pia ule ute unasaidia kuchuja zile mbegu dhaifu. Zile mbegu ambazo zikienda kukutana na yai utazaa mtoto mwenye shida. Kwa hiyo sisi binadamu tunatokana na the best sperm alafu na the best egg. Kuna usaili mgumu sana ufanyika pale. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mwanaume anamwaga mbegu zake zote zinazuiliwa na ute wa mwanamke kwa sababu ni dhaifu, hazina nguvu. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vya msingi ambavyo mwanaume anatakiwa kuviangalia. Ndio maana tunashauri kwamba mwanaume ni vizuri kujiepusha na vitu vyote ambavyo vinadhoofisha ubora wa mbegu. Ikiwemo ulaji mbaya ambao unasababisha maradhi kama kisukari, shinikizo la damu, mwili kuwa kwenye msongo wa sumu. Vitu kama hivyo huchangia sana ubora wa mbegu kupungua. Uvutaji wa sigara, ulaji wa vyakula vya kukaanga, chipsi, miogo, makuku, huchangia sana mbegu za mwanaume kuzofika ubora wake. Ni moja sababu kubwa sana watu wengi huwa wanashangaa, kwa nini mimi nilijali na uwezo wa kumridhisha mwenza wangu ninatoa maji ya kiume na kwa nini siwezi kuzalisha? Kwa hiyo huwa linawatatiza wanaume wengi sana, lakini hawajui ya kwamba unaweza kuwa unatoa maji lakini maji hayana mbegu. Nikirejea katika kitabu chako cha sayansi ya homoni na ugumba, umezungumzia juu ya afya njema ya mwanamke ni pamoja na kutoka ute. Ute wakati yai linapevuka, na ute ambao unatoka endapo akikutana na mpenzi wake, ule ute wa kihisia. Kwa baadhi ya wanawake wengi kwa karne ya sasa hivi, ule ute wa kihisia au ute wakati yai linatoka umekuwa ni historia. Wengine wanaamua mpaka kutumia njia mbadala ili waweze kupata ule ute. Sasa changamoto inakuwa ni nini hasa? Kuna vitu tu watu wengi hawaviongei mtandaoni. Lakini katika dawa ambazo zinauzika sana mtandaoni, ni dawa zile ambazo tunasema ni ute feki ambao unamfanya mwanaume atimize haja yake. Kwa hiyo wanawake wengi wanashiriki tendo la ndoa kwa sababu tu ya kutimiza haja haja ya mwanaume. Umeelewa? Lakini hawashiriki kihisia. Yaani kimwili anakuwa yuko pale kwenye tendo la ndoa, lakini kihisia hayupo pale. Umeelewa? Wanawake wengi wanasingizia kwa sababu ya heka zao za kila siku, wana madeni ya vikoba, wana madeni ya zile nini magrupu ya kuchanga hela ya michezo. Wengi wanasingizia hivyo, lakini kiuhalisia hivyo vitu haviwezi vikadumu muda mrefu. Ukiona mwanamke ulikuwa unapitia hayo wakati wa stress, lakini sasa hivi stress zimeisha, utasingizia nini? Shida iko wapi? Shida iko kwenye aina ya vyakula unavyokula. Kwa mfano, mwanamke asipoona ute katikati ya mzunguko wake, ute unaoashiria yai limepevuka vizuri, kwa sababu ute ule huwa unatokana na nini? Mwanamke anapokaribia kuovulate, yani kutoa yai, mwanamke homoni moja inaitwa estrogen
inakuwa katika kiwango ambacho ni cha juu sana. Kwa sababu vitu ambavyo huwa tunaangalia kuona kama mwanamke anataka kutoa yai, huwa tunaangalia vitu vifuatavyo. Cha kwanza, tunaangalia kupanda kwa homoni ya estrogen, na kitu cha pili ambacho huwa tunakiangalia, huwa tunaangalia kama ukuta wa kizazi umejengeka vya kutosha, unene wa ukuta wa kizazi, yani endometrium thickness. Na kitu kingine ambacho huwa tunaangalia, huwa tunafanya transvaginal ultrasound kuangalia kama yai limepevuka kwa ukubwa gani. Sasa vipimo hivyo vyote vitatu huwa tunachunguza kuangalia kama yai limepevuka vizuri. Kwa hiyo mwanamke ambaye hapevushi mayai vizuri, lazima homoni ya estrogen itakuwa chini. Ndio maana hawezi kupata ute ambao unaashiria kwamba yeye leo ni siku za hatari za kubeba mimba. Kwa hiyo kukosa ute ni moja ya dalili kubwa sana ambayo inaashiria mwanamke apevushi mayai katika utaratibu ambao unatakiwa kiafya. Na hivyo anapokosa, tunamaanisha kwamba ana hitilafu katika afya yake ya uzazi. Umenielewa? Yeah. Hivyo mwanamke unapomuona mume wako, mtu unayempenda, kihisia unaposisimka, automatic lazima vya uzazi vianze kujiandaa. Kujiandaa ni kuwa na ute wa kutosha. Ute ule haukusaidii tu mwanaume aweze kukuingilia bila maumivu. Ute ule pia umewekwa ili kuchuja mbegu dhoofu zisiweze kulifikia yai ukapata mtoto mwenye shida. Si mbegu zote za mwanaume huwa zimekamilika. Ndio maana hata madaktari wanaopandikiza huwa wanachukua zile shahawa au maji ya kiume, wanaenda kufanya sperm wash, kwenda kuselect aina gani ya mbegu za kiume zenye chromosomes ambazo zimekamilika. Baada ya hapo ndo wanakutanisha na yai la kike. Umeona? Kwa hiyo wanaenda kuchambua kupitia vipimo. Lakini kuna maji au kuna ute ambao Mwenyezi Mungu ametupa. Huu ute una uwezo wa kuzuia mbegu yenye mapungufu isiweze kulifikia yai. Kwa hiyo mwanamke anapokosa ute wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ni changamoto, inaashiria kwamba ana hitilafu kwenye mwili wake. Mwanamke anapokosa ute wakati anataka kuovulate, ana changamoto kwenye mambo yake ya uzazi. Kwa kiujumla tu anatakiwa afike hospitalini, aweze kuchunguzwa kwa kina, kudadavuliwa kwa kina, angaliwe kwenye damu nini ambacho kinaendelea, nini ambacho anaumwa, ili kiweze kutibiwa, aweze kupata ute kama wanawake wengine ambavyo wanapata. Ndio. Kwa wale wanawake ambao wanapata changamoto ya kutumia vitu mbalimbali ili kuweza kulainisha waweze kupata ute. Kwa mfano wengine wanatumia bamia, wengine wanatumia vilainishi ili waweze kushiriki vizuri tendo la ndoa. Je, hiyo ni dalili nzuri ya afya njema au ni dalili mbaya ya afya njema? Na endapo anaona anapata shida kama hiyo, afanye kitu gani ili aweze kujikwamua katika changamoto hiyo? Moja ya dalili kubwa kabisa ambayo huwa inaashiria mwanamke ana shida katika mambo ya uzazi ni mwanamke kukosa ute katikati ya mzunguko wake, kama ishara ya kwamba anapevusha yai vizuri. Alafu kitu kingine, mwanamke kukosa ute pale unapomuona mwenza wako unayempenda, ambaye uko hiari kushiriki naye tendo la ndoa, kumpa unyumba, lakini hisia huna. Na hata kama mwanaume akitumia njia zingine za mkato, kutumia vilainishi, wewe utakuepo kimwili lakini kihisia hautakuepo. Hiyo ni ishara ya kwamba una shida katika mambo ya uzazi. Mwanamke, nini inaashiria? Nimesema ya kwamba tunapotaka kuchunguza kama mwanamke anapevusha mayai vizuri, huwa tunaangalia vitu vitatu. Cha kwanza, tunaangalia kama yai limepevuka vya kutosha.
tunaangalia kwa kutumia ultrasound. Kuna ultrasound za aina mbili kupitia juu ya tumbo, tunasema abdominal, lakini pia kuna ultrasound nyingine ambao huwa inapigwa kupitia mlango wa kizazi, tunaita transvaginal ultrasound. Hizi ni njia za ultrasound ambazo huwa zinachunguza kuangalia ukubwa wa yai, yani kuangalia folliculogenesis. Kitu kingine ambacho huwa tunaangalia endometrium thickness, unene wa ukuta wa kizazi. Huu unene wa ukuta wa kizazi, kumbuka kadiri mayai yanavyokomaa huchovya homoni inaitwa estrogen. Homoni ya estrogen stimulate thickening of endometrium, yani unenepesha ukuta wa kizazi ili mtoto aje ajishike kwenye ukuta imara. Umenielewa? Sasa kitu kingine cha tatu ambacho huwa tunaangalia kupanda kwa homoni ya estrogen. Tunaangalia kwa kutumia sampuli ya damu. Kumbe homoni ya estrogen huwa inakuwa at peak, huwa inakuwa katika kiwango cha juu sana pale ambapo you are likely to ovulate anytime. Hiyo homoni ndio inayokufanya mwanamke uwe hot wakati wa danger. Umenielewa? Yeah. Huo ndo muda ambao waga unakufanya wewe uwe crazy. Wakati wa danger mwanamke huembiu ambiliki. Hizo ndo siku za hatari. Ni nini? Ni homoni, ni vichocheo ambavyo vinaashiria mayai yanakomaa vizuri. Kwa mwanamke kama upati huo ute, inaashiria ya kwamba wewe afya yako ya uzazi ina changamoto. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama mwanamke haupati ute, unapokutana na mwenza wako huna ute paka utumie vilainishi, inaashiria kwamba mayai yako hayakomai vizuri. Kumbuka homoni ambazo zinakufanya upate ute ni homoni ambazo zinachovywa na ovary wakati mayai yanakomaa. Kwa hiyo kama mayai hayakomai hautapata ute wa kutosha. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba mwanamke anatakiwa kuchunguzwa kwa kina, na hali hiyo inaashiria ya kwamba hata kama mwanamke akitungisha na hiyo hali inaashiria kwamba hata kama mwanamke akitegesha mimba siku za hatari hawezi kubeba mimba, kwa sababu inaashiria kwamba mayai hayakomai au hayakomai kwa utaratibu. Mayai yanaweza kaa hayakomai au yanakomaa kwa mkupuo mengi, tunaita polycystic ovarian syndrome. Hali hiyo inaweza ikaathiri pia mayai ya mwanamke kuweza kumpa mimba. Sawa kabisa. Afanyeje ili aweze kujikwamua katika changamoto hiyo? Mwanamke yeyote ambaye hapati ute wakati wa tendo la ndoa paka atumie vilainishi. Na mwanamke yeyote ambaye hapati ute katikati ya mzunguko wake, hiyo ni ishara ya afya mbaya ya uzazi. Inaashiria ndani ana ugonjwa ambao unazuia mayai kukomaa kwa utaratibu. Kwa hiyo anatakiwa kufanyiwa uchunguzi wa kina, kuangaliwa ni kitu gani ambacho kinazuia mayai kukomaa, ni kitu gani kinachozuia mayai yakomae ili aweze kutengeneza homoni nyingi ambazo zinakuwa zinaleta haya mabadiliko ya kupata ute. Yeah. Kwa hiyo endapo mwanamke akijigundua ana changamoto, anaweza akapewa matibabu appropriate kulingana na changamoto yake iliyobainika. Kumbuka ovaries za mwanamke ziko very smart. Hivi unafahamu ya kwamba mwanamke hata akihama inchi hadi inchi, ovaries za mwanamke huwa zinasimama kwanza. Anaweza akachelewa kuingia hedhi au anaweza asipate hedhi hata miezi 2-3 kwa sababu amehama inchi tofauti. Ovaries ziko very smart. Ukibadilisha hata mazingira, ovaries na sensi. Ovaries ziko very smart. Endapo ndani unaumwa hata allergy sugu, ovaries zinaweza zikazuia mayai yasikomae, kwa sababu hautakiwi upate mimba wakati ndani unaumwa. Umeelewa? Yeah. Kwa hiyo ovaries zinapoenenda sivyo ambavyo inatakiwa, huwa inaashiria mwanamke ana shida katika mambo ya namna mayai yanavyokomaa. Lazima atafutiwe chanzo, na chanzo tutakipata si tu kwa kupiga ultrasound, si tu kwa kupiga x-ray, si tu kwa kupiga CT scan ya tumbo.
tutapata kwa kuchukua damu kwenda kupima namna ovaries zinavyofanya kazi. Tutapata kwa kuchukua sampuli ya damu tuende tukapime, tuangalie ni maradhi gani ambayo yanaleta hitilafu katika namna ambavyo mayai yanatakiwa kukomaa kwa utaratibu. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukajua na tukareset mwili wako, kama vile unavyo format simu. Mwanamke uko unashangaa tu hivi, unamuona tu baby hivi tayari mambo yanakuwa yameita. Ukifika siku za hatari hauna tena kuuliza mimi niko siku za hatari, unakuta una ute wa kutosha. Unajua bwana, katika mambo yetu sisi wanawake huwa tukikutana tunaongelea mambo mengi sana, ukiacha mbali vikoba na madeni ya kausha damu pamoja na michezo. Nafahamu. Hasa huko mnakosukana. Ulijuaje? Lakini hili nimelikuta sehemu na likanifanya nitege masikio vizuri. Alafu nikasema ngoja nilihifadhi, nitakuja kumuuliza daktari wangu hapa Dr. Boaz. Huyu mwanamke bwana alikuwa analalamika. Mchumba wake ana maumbile madogo. Na alikuwa anamuuliza lakini hakuwa akimpa majibu ya kuridhisha. Lakini nikaona ngoja nikuulize, inawezekana akapata majibu ya kuridhisha kupitia wewe, maana sitasahau kumtumia hii video. Je, mwanaume kuwa na maumbile madogo kupita kiasi ni jambo la kawaida, huwa anazaliwa nalo, au ni tatizo la kiafya, ama changamoto inakuwa wapi? Kuna sentensi moja pale umeisema kwamba maumbile madogo kupita kiasi. Umeelewa? Kwa hiyo ukiweka neno kupita kiasi inaonyesha kwamba ni kitu ambacho kimekithiri. Basi hata kama mwanamke ni mara yake ya kwanza kuona maumbile ya mwanaume, anaweza likamshangaza. Kwa hiyo labda nitajibu kutokana na hiyo sentence yako kupita kiasi. Lakini ungesema maumbile madogo, ningetaka kujua ya kwamba yeye alifanya ulinganifu na nani na wangapi. Hayo mimi sitaki kujua. Kwa hiyo lazima labda alifanya ulinganifu. Ila kwa sababu unasema kupita kiasi, hiyo neno ile kiasi ile, hapo sawa, naweza nikalijibu. Of course maumbile madogo kupita kiasi inaweza ikawa imechangia na kwamba kuna hitilafu ambayo ilitokea wakati wa ukuaji. Unajua wakina mama wengi hawaelewi, watoto wanaanza kuathirika na vyakula toka wanapokuwa tumboni mwa mama. Kwa hiyo mama, jinsi ambavyo unakula wakati wa mimba, mama jinsi unavyokula kabla ya mimba, mama jinsi unavyomlisha mtoto baada ya kujifungua, yale malezi yanaleta hitilafu katika homoni ambazo zinaratibu ukuaji wa maumbile ya kiume. Umenielewa? Napokea hata wanawake wengi vyakula na mfumo wa maisha umeathiri homoni za mwanamke. Mwanamke unakuta ana sifa zote za kuvunja ungo, lakini mwanamke hajawahi kuona hedhi. Umenielewa? Ana matiti nini, kila kitu anavyo, lakini hajawahi kuona hedhi, labda ana miaka 32. Umenielewa? Si jambo la kushangaza. Kwa hiyo hata wanaume, jinsi mama unavomlea mwanao wa kiume, unamtengenezea majuto hapo baadaye. Umenielewa? Ndo hapo sasa wewe mwanamke unaanza kushangaa, mbona haya maumbile ni madogo kupita kiasi. Yapo madogo ambao ni kawaida tu, lakini yale ya kupita kiasi ndo tunayoyazungumzia hapa. Ni hitilafu katika homoni za uzazi ambazo zinaratibu ukuaji wa viungo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanaweza yakaanzia utotoni. Lakini kuna mambo pia ambayo huwa yanaanzia ukubwani. Labda wewe ulikuwa uko vizuri kabisa, una mwili mzuri, lakini baada ya kujipata, kwa sababu Watanzania wengi hatuna tabia ya kutafuta namna ya kulinda afya ya mwili. Ukishajipata tu hela, wengi huwa wanajisahau kwenye nini wanatakiwa kula ili wawe na afya njema, wafurahie hata hizo pesa wanazozitafuta. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba atabadilisha namna anavyokula, anakuwa ni mtu wa kula tu ovyo, anaona ni neema imeshushwa na Mwenyezi Mungu na atakiwa kufaidi. Yaani kula yeye kila siku inakuwa ni sherehe, kula kwake ni burudani. Hilo ni changamoto kubwa sana endapo usipokuwa na akili ya kutosha na elimu ya kutosha juu ya kula. Kwamba hivi vyakula tumeletewa na Mwenyezi Mungu, lakini tunatakiwa tuwe na akili ya kujua uvile vipi, kwa mtindo upi, na vitu gani uvibague.
Kitu kingine, unywaji wa vimiminika vyenye sukari ovyo ovyo. Mtu umefanya tu kikazi kidogo, wewe ushakimbilia energy drink. Ushafanya tu kazi kidogo, ushakimbilia soda. Yani kwa siku unakunywa hivyo vimiminika vyenye sukari, vimiminika tunavyojidanganya vinaongeza nguvu zaidi, hata vimiminika 6 ngapi ndo unaenda kulala jioni. Ni hatari sana tabia kama hizo. Ulaji wa vyakula hivi vya kukaanga ovyo ovyo kwenye mafuta mabaya ni hatari, vinaleta itilafu kubwa sana katika mwili wa mwanaume. Lakini pia matumizi ya pombe. Narudia tena, pombe ni moja ya chanzo kikubwa sana kinachofanya vijana wengi wapigwe na maradhi sugu katika umri mdogo. Pombe. Narudia tena, pombe ndio inayokufanya upate kitambi katika umri mdogo. Pombe ndio inayokufanya maumbile yako yawe madogo kupita kiasi, kama mtangazaji ulivyosema. Pombe ndio inayokufanya mwanaume usiweze kutungisha mimba. Pombe ndio inayofanya mbegu, yani homoni ya testosterone inashuka na homoni ya kike inapanda. Ushai kuona mwanamume anayekunywa pombe ana hips, mwanaume anakunywa pombe ana matiti, mwanaume anakunywa pombe maumbile yanapungua. Hayo ni madhara ya pombe. Kwa hiyo pombe ni chanzo kikubwa pia cha kupata shinikizo la damu kwenye umri mdogo, kupata kisukari kwenye umri mdogo, kupata maradhi mengi sugu katika umri mdogo. Kwa hiyo kiujumla tu kuna maradhi haya ya maumbile madogo kupita kiasi, inaweza ikawa ni itilafu toka utotoni ambayo huwezi kubadilisha. Watu wengi wana struggle kubadilisha hiyo hali, lakini ni changamoto sana kwa sababu ni kitu ambacho kimetokea, ni hitilafu toka utotoni. Lakini huyu ambaye alikuwa yuko vizuri, lakini baada ya kujipata hakujua namna sahihi ya kula au kuishi. Akaona vyakula na maisha ya anasa ndo karibia sasa yani ikawa ndo kwake yeye ndo maisha yake ya kila siku. Hali hiyo inaweza ikarekebishika endapo akiacha yale mambo na akapata ushauri mzuri wa daktari, anaweza akatengamaa kabisa akawa yuko vizuri. Lakini pia watu wanasema kwamba kujichua kunasababisha mwanaume kupungua maumbile yake na hata hisia pia za kimapenzi huwa zinapungua. Je, hilo jambo la kujichua pamoja na maumbile au hisia za kimapenzi kupungua lina uhusiano gani? Of course huwa naona mitandaoni, ukiingia YouTube, ukiingia Instagram, Facebook, watu wengi sana wanahusianisha kujichua na kupungua maumbile. Na kwa nini wanahusianisha? Kwa sababu lengo halisi ukitaka kuuza chochote ulichonacho wewe ni kumletea mtu tension, ni kumletea mtu stress. Aone kwamba kile kitu ambacho anakifanya siku zote ndo kinachomuathiri. Umeelewa? Kiufupi tu ni kwamba kujichua si kuzuri na kuna athiri mwanaume kwa namna moja au nyingine. Si tu mwanaume, hata mwanamke kujichua kuna muathiri. Mimi nishawahi kupata mgonjwa wangu mmoja ambaye aliacha shughuli zake za kiuchumi kwa kutokana na maumivu ya kichwa na mgongo, maumivu makali yasiyovumilika. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujichua. Alikuwa anasema kutokana na uzito wangu nilionao mkubwa, inanikosesha confidence mimi kuweza kumapproach mwanamke. Kwa hiyo naona ni bora mimi nikae tu ndani nijichue. Sasa imefikia hatua siwezi kupitisha hata nusu saa sijajichua. Sasa natamani niache kujichua, lakini ninashindwa. Mgongo wote huu unaniuma, kichwa kinaniuma, shingo inaniuma, yani naumwa kila kona, hata kazini ninashindwa kwenda jinsi ninavyoumwa, mwili wote na hii hali inanitokea tu mara baada ya kumaliza kujichua. Naanza kupitia majuto na maumivu makali. Daktari, nataka niondokane na hili tatizo. Hapo ili kuweza kumsaidia nilifanyaje? Nilitaka nimsaidie kwa kudili na chanzo cha tatizo. Nilimsaidia kupungua uzito wote aliokuwa nao. Alipungua kutoka kilo 128
akapungua mpaka kilo 70. Kwa sababu nilitaka aweze kujiamini, ajione hana mapungufu. Anaweza kumapproach mwanamke na akampata. Si kwamba wanaume wanene hawapendwi na watu, lakini kuna ile mtu anajenga dhana, kuna ile mtu tu anakuwa na ile hali kwamba mimi huu unene siutaki. Na hivyo ndio inavyotakiwa. Sasa hivi kuna tabia moja, kuna tabia ya mtu kufundishwa kukubali unene wake. Hata kama ukikubali unene wako, sawa, lakini mateso utakayokuwa unapitia hautasaidiwa na yule anayekufundisha ukubali unene wako. Usikubali kupokea maradhi, usikubali kwamba kisukari ni sehemu ya mwili wako, shinikizo la damu ni sehemu ya mwili wako, kitambi ni sehemu ya mwili wako. Kitu chochote ambacho una uwezo kukitatua, si ulemavu kama kupoteza mguu. Hivyo vitu si vya kukubali kuwa sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo nilimwelekeza hivyo. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba kujichua kuna madhara makubwa. Kuna madhara makubwa. Hata mwanamke anayejichua ana madhara makubwa. Sitaki kuyazungumzia hapa, lakini nataka niende kwenye pointi yako ya msingi. Kwa hiyo kujichua kunaweza kusababisha mwanaume akawa anakuwa satisfied haraka. Kwa sababu kujichua maana yake ni kwamba ni self satisfaction. Yaani ni kujiridhisha mwenyewe. Kwa hiyo mwanaume yeyote ambaye anajichua atakuwa anapata kitu tunaita early ejaculation. Kwa sababu mkono wake ni tofauti na maumbile ya mwanamke yanapokuwa na ute wa kihisia. Kwa anapomwingilia mwanamke ni rahisi kupata ejaculation au kufikia kilele mapema. Na baada ya kufikia, ubongo wake kwa sababu umekariri neno masturbation, atakapofikia tu zile hisia zinakata, anaona zoezi limeisha. Kwa anamwacha mwenza wake hajaridhika. Hayo ndo madhara. Madhara ni kwamba utakuwa unajiridhisha mwenyewe, halafu mwenza wako utakuwa unamwacha barabarani. Kwa hiyo na hata kama ukisema ngoja tena niende mara ya pili, linatokea lile lile. Kwa hiyo hilo ndo janga ambalo linawapata wanaume wengi. Sasa si kupungua maumbile. Ukiona kwa sababu masturbation haiathiri homoni kama testosterone. Masturbation haiathiri homoni kama vile cortisol. Masturbation haiathiri homoni zinazohusika na uratibu wa maumbile ya mwanaume. Umeelewa? Kwa hiyo kinachoathirika ni kitu kingine. Kwa hiyo ukiona mwanaume anaathirika na masturbation katika athari hizo nilizozitaja, halafu maumbile yanapungua, ujue ana kitu kingine tena kingine. Inaweza kuwa ni mtumizi inaweza ikawa ni mtumiaji wa vimiminika vyenye sukari kupindukia, soda, mtumiaji wa juisi sana, mtumiaji wa pombe sana, haja control uzito wake vizuri. Kwa hivyo vitu vinaweza vikachangia maumbile kupungua. Sawa kabisa. Na kwa wale ambao huwa wanawahi kufika kileleni, yani unakuta wanashiriki tendo pamoja na mwanamke, lakini huwa anawahi kufika kileleni na hawezi tena kurudia kushiriki tendo la ndoa. Je, na huyo anakuwa na changamoto gani? Hilo tatizo ni pana sana. Nikimaanisha kwamba nikitaka kulijibu huwa linasababishwa na nini, naweza nikatumia hata masaa 2-3. Lakini ninachotaka kusema tu ni kwamba wanaume wengi wanalalamika sana juu ya muda ambao wanatakiwa kutumia wakati wa tendo la ndoa. Tendo la ndoa linaendeshwa na hisia. Na hisia zinatakiwa ziwe zina machi pande zote mbili. Mwanamke anaweza kaa na hisia, mwanaume anaweza kaa na hisia, na hisia zinatofautiana. Mwanaume yule ambaye wewe unaona hakusatisfy, akienda kwa mwanamke mwingine, hisia zake yule mwanamke zikamachi na yule mwanaume, utashangaa mwanamke analizika tu vizuri. Umeelewa? Kwa hiyo wewe utakuwa unalalamika yule mwanaume hakuniridhisha, lakini mwanamke yule akienda kwa yule mwanaume anaona yule mwanaume yuko perfect, hana mapungufu yoyote. Kwa sababu labda wewe unahisia katika kiwango cha juu,
sana. Alafu huyu mwanamke huyu mwingine yeye hisia zake ziko katika kiwango cha chini kidogo. Yani kwa lugha nyingine kuna wanawake wepesi wa kuridhika, kukata kiu ya kihisia, na kuna wanawake ambao ni wagumu wa kukata kiu ya kihisia. Umeelewa hapo? Kwa hiyo swala la mwanamume kuwahi kupata au kuchelewa, sasa hatuwezi kutafsiri sana hapa kujua ni dakika ngapi. Hili swala linaendeshwa kihisia. Hisia ziko pande zote, pande ya kwako na pande ya mwanaume. Lakini sasa inaweza ikatokea labda mwanaume ana hisia kali na mwanamke. Ni kawaida mwanaume anaweza akatoa maji ya kiume hata kabla tendo halijafanyika. Lakini bado akipewa mzigo anaweza kufanya tu vizuri bila changamoto yoyote. Umeelewa? Sasa changamoto inakuja pale ambapo umepata umetoa maji ya kiume alafu mwanaume ukadhorota, usiweze tena. Hilo jambo linaweza likasababishwa na vitu hivi. Jambo la kwanza, yaweza kuwa hiyo hali ishawahi kukutokea kwa mwanamke mwingine, na hiyo hali kakustua na ukaingia mitandaoni ukazidi kujengewa hofu kutokana na mitandao na mavideo chafu nao yatazama kwenye YouTube na sehemu mbalimbali. Baada ya kujengewa hofu umekuwa ni mtu ambaye haujiamini. Umeelewa? Kwa hiyo hilo jambo likienda kukutokea kwa mwanamke mwingine, hata kama wewe umejaa ujasiri kwamba mimi niko vizuri, lakini ukitokewa na ile hali, ile hofu inakugubika, inakuparalyze, kwa sababu homoni za stress zitaenda juu. Matokeo yake zitakuhamisha kwenye uwepo wako wa lile tukio. Umeelewa? Kiasi kwamba mwanaume hautaweza kushiriki tendo. Umeelewa hadi hapo? Kwa hiyo mara nyingi vijana wengi ambao wanashindwa kushiriki tendo baada ya kupata early ejaculation, wanajawa na hofu ya kutokuweza kabisa. Na ile hofu ndo inaowaparalyze kabisa asiweze kushiriki tena. Na hilo jambo huendelea kumtafuna. Anaanza kujitafsiri ana shida ya kibiolojia. Kumbe sio. Kuna nguvu fulani ambayo inamvaa, inadhorotesha mwili wote. Na hicho ndo anatakiwa atafute namna ya kuvunja hiyo connection, ili awe yeye asahau matukio yote yaliyopita, na utashangaa amerudi kuwa normal kabisa. Umeelewa? Yes, kwa sababu mitandao ndo inaowaathiri. Kitu kingine, inaweza ikawa uko na mke wako amekuzoea kila kitu, lakini cha kushangaza ni kwamba ukishafika tu orgasm, unaweza ukawa na mke wako mmezoeana kabisa kila kitu, lakini unashangaa mwanaume ukishatoa tu yale maji ya kiume unachoka, unadhorota, mapigo ya moyo yanaenda mbio, jasho linakutoka. Yani kiasi kwamba mwanamke yeye mwenyewe anaanza kukuhurumia, baba fulani, usitusiwe tu tunafanya. Tusiwe tu tunafanya. Yani anaona sasa unataka kufa. Unataka kufa. Kuna baba mmoja siku moja akawa ananisimulia, ananiambia, ndugu yangu mimi ninaumwa. Na umri wangu huu mdogo ninaumwa sana. Kiasi kwamba hata mvua ikianza kunyesha, ile kusema nikimbie nikajikinge mvua sehemu, wenzangu wote watakimbia, mimi itabidi tu nitembee. Kwa sababu nikikimbia tu kifua kinajaa, mwili unachoka. Sasa najiuliza nini kinachoendelea. Sasa inapokuja kwenye tendo la ndoa, mke wangu mpaka ameniambia, hapana mume wangu, ngoja kwanza tukutibu kwanza, ndo mambo mengine yaendelee. Kwa sababu yani nikimaliza najisikia jasho mwili mzima, mapigo ya moyo yanaenda mbio, kukosa pumzi vile. Nikimaliza pale nalala fofofo. Ukimuona mwanaume yuko kwenye hali hiyo, tambua ya kwamba ana magonjwa ndani ya mwili wake, kama magonjwa yanayouchosha mwili, ikiwemo mwili kuwa kwenye msongo wa masumu ya mavyakula tunaofakamia kila siku. Umekutana na mandazi, umekutana na machipsi, umekutana na mavyakula haya ya kukaanga makeki manini. Wewe ni kula tu, haubagui vyakula chochote kinachokuja kwenye paji la uso wako, unashindilia. Kadri unavyokula bila kubagua, masumu yanazidi kurundikana kwenye damu.
Yeah. Kitu kingine, mwili kudhorota kwa sababu ya maradhi ambayo yanajitengeneza ndani ya mwili. Kuna maradhi huwa yanajitengeneza kwa miaka. Kwa mfano kisukari kinajitengeneza kwa miaka. Kwa unashangaa unadhorota tu kwenye kupiga show. Kwa sababu kuna kisukari kinajitengeneza, tunakisema kisukari kilichojificha. Lakini pia kuna mtu mwenye kisukari harithi. Ugonjwa wa kisukari harithi huathiri mishipa ya damu, huathiri homoni, huathiri uwezo wa mwili wako kuwa na energy kuweza kuperform vizuri. Lakini pia kisukari kinapokuwa kimekithiri hukufanya ukojoe virutubisho, fat soluble, water soluble vitamins, vitamin C na B vitamins utazikojoa, ambazo hizo ndo booster za mwili. Lakini pia huwa tunapoteza madini mengi sana sukari inapokuwa iko juu. Kwa hivyo vitu vinafanya mwili wako unadhorota. Umenielewa? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mtu anatakiwa kuchunguza. Lakini pia kuna homoni za tezi mbalimbali zinapo kuwa ziko juu au ziko chini katika kiwango ambacho kinashauriwa kiafya, huzorotesha kiwiliwili. Kwa hiyo in short, kama mwanaume anapatwa na hitilafu kubwa sana mara tu baada ya kumwaga, ambayo hiyo hitilafu inamzuia kuendelea, anatakiwa ajichunguze kwenye mwili. Yaweza kuwa ana maradhi sugu.